Mtazamaji wa Mori K88, karibu tena. Cha kwanza usiache kusubscribe ili uendelee kupata habari zetu ambazo zinakujia hapa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linavunjwa na muda si mrefu na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ili kuruhusu waheshimiwa wabunge kuendelea na mchakato wa kampeni ili kuweza kuwania nafasi hizo kama watapata kuweza kurejea tena bungeni, na kama wakikosa basi itakuwa bye bye kwao. Watu wengi ama waheshimiwa wengi wa bunge wameshaaga tayari, lakini leo ilikuwa ni nafasi ya Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson. Nikukumbushe tu kwamba Dr. Tulia Ackson aliingia bungeni kwa mara ya kwanza akiwa ameteuliwa na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Joseph Magufuli, na baada ya hapo mwaka 2020 akaenda kugombea Mbeya mjini na akashinda kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Wakati anaingia alikuwa naibu speaker, na baada ya hapo akaendelea akagombea Mbeya akashinda akawa naibu speaker, lakini baada ya hapo pia aliyekuwa speaker kipindi hicho Job Ndugai, baada ya kujiuzuru nafasi yake ikawa imechukuliwa na Dr. Tulia Ackson. Kutoka kwa naibu speaker akawa speaker. Bunge lake limefanya mambo mengi sana, na alikuwa ni mama ambaye alikuwa hodari kweli kweli, kapambana kweli kweli, na huyu ni mwanamke ambaye kama wa pili hivi kama kumbukumbu zangu ziko sawa kuliongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tulikuwa na Mheshimiwa Anna Makinda, na nadhani tunamkumbuka vizuri sana, na yeye alifanya kazi nzuri kweli kweli ya kuliongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa ni Dr. Tulia Ackson ambaye amefanya vizuri kwenye awamu yake na kuliongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ilikuwa ni siku yake ya kuaga bungeni moja kwa moja. Ameshukuru wale waliomteua, lakini pia ameshukuru aliofanya nao kazi, na twende tukamsikilize shukrani zake zingine zimeenda kwa mume wake ambaye amemtaja pamoja na familia yake. Je, una maoni gani kwa bunge la Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson? Nini maoni yako kwa miaka hii mitano ya bunge hili la 12? Tuandikie hapo chini @Mori K88. Twende kasikilize wakati anaaga leo bungeni. Mimi ni Morris, karibu. Mheshimiwa wabunge, itakumbukwa kwamba kwa mara ya kwanza niliingia katika bunge hili tukufu kama mbunge wa kuteuliwa na aliyekuwa rais wa wakati huo Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Katika kipindi cha pili, wananchi wa Mbeya mjini walinipa heshima ya kuwa mbunge wao. Tulifanya jitihada za pamoja kuliendeleza jiji letu la Mbeya kwa nguvu zetu zote, tukiongozwa na kuungwa mkono na serikali yetu. Kwa nafasi yangu kama speaker, sikuwa na uwezo wa kuiuliza serikali maswali ama kusimama kwenye kiti changu na kutoa mchango wa moja kwa moja. Badala yake nilitumia njia nyingine kufuatilia masuala yaliyokuwa yanawahusu watu wa Mbeya mjini na wizara zinazohusika. Baada ya zile shukurani za awali, basi wazichukue na hapa. Ninawashukuru sana kwa namna mlivyolihudumia jimbo la Mbeya mjini. Asanteni sana. Leo hii ninafurahi kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetekeleza kikamilifu ilani ya Chama cha Mapinduzi na ahadi ilizozitoa kwa jiji letu la Mbeya. Wakati wa ubunge wangu tumepata miradi kadhaa, na yenyewe siwezi kuitaja hapa kwa sababu pia hapa mbele sio kwamba ndio natakiwa nichangie nikiwa hapa, lakini iko miradi mikubwa ya kielelezo. Mniruhusu waheshimiwa wabunge wenzangu niitaje kwa kifupi. Upo mradi mkubwa wa maji wa Kiwira, mradi wa barabara wa njia 4 Mbeya mjini, lakini pia ujenzi wa hospitali ya wilaya Gawilo, umeme kwenye kata 18 za pembezoni. Waheshimiwa wabunge, yale tuliyoyasema Dr. Samia ameyafanya kwa nchi hii. Mbeya mjini hatujaachwa nyuma. Kwenye eneo la elimu tumepata shule mpya kabisa za msingi, shule mpya kabisa za sekondari, zahanati mpya kabisa, vituo vya afya vipya kabisa. Mambo mengi yamefanyika. Ujenzi wa barabara za mitaa.
Waheshimiwa wabunge, ninafurahi kwamba wana Mbeya tulisimama bega kwa bega katika kuchangia maendeleo ya jimbo letu na mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Hakuna sekta iliyoachwa nyuma. Sisi wana Mbeya tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa maendeleo makubwa ambayo tumeyapata. Binafsi najivunia mshikamano wetu na kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Mbeya mjini kwa ushirikiano mzuri uliofanikisha azma yetu hii kutimia kwa pamoja. Waheshimiwa wabunge, mniruhusu kipekee kabisa kutambua mchango mkubwa ambao umetolewa na aliyekuwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya, John Nchimbi. Waheshimiwa wabunge, mkurugenzi huyu amefanya kazi kubwa, na ili mjue na mtaja maalumu kwa sababu maalumu, ili watu wa TAMISEMI wanaweza kuja kujifunza Mbeya juu ya mambo makubwa yaliyofanyika. Sasa hivi Mbeya mjini hakuna hoja wala hatuendi serikali kuu kuomba matundu ya vyoo. Tatizo hilo limekwisha. Tulikuwa na shida, sasa imeisha. Vyoo 540 vimejengwa, vimekamilika. Hatuna hoja hiyo Mbeya mjini. Lakini uchakavu wa shule, hapa huwa nawasikia wabunge wakisema shule imechakaa, darasa limechakaa, limefanya kitu gani? Kule Mbeya mjini tulikuwa na madarasa zaidi ya 900 yaliyokuwa yanahitaji ukarabati. Lakini sasa madarasa 500 yameshakarabatiwa, bado 400. Na kwa kuyataja hayo ambayo bado 400, ninamkaribisha sana mkurugenzi ajaye wa Mbeya mjini ambaye ni ndugu Justice Laurent Kijaji. Tunamkaribisha ili aje aendeleze yale ambayo John Nchimbi alianza. Haya yasingewezekana bila ushirikiano mzuri na baraza la madiwani. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana madiwani wenzangu wa jiji la Mbeya kwa ushirikiano mzuri ambao wameutoa, na naamini na wao nawatakia kila laheri. Sasa waheshimiwa wabunge, baada ya shukurani hizi, pia nitambue mchango mkubwa ambao umetolewa na kiongozi ambaye sasa amepandishwa cheo, na sisi wana Mbeya mjini tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpandisha DC Beno Malisa kuwa mkuu wa mkoa mpya wa Mbeya. Sasa kwa sababu sina uwezo wa kutaja kila mmoja aliyeshiriki katika maendeleo hayo, viongozi wote wa mkoa wa Mbeya wajue ninawashukuru, wakiongozwa na mkuu wa mkoa anayeondoka sasa Mbeya, ndugu Juma Homera. Waheshimiwa wabunge, sasa Mbeya kuna majimbo mawili. Jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini. Niwatoe hofu wana Mbeya, wana jimbo la Mbeya mjini. Wakati nikichaguliwa 2020 nilichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili moja la Mbeya mjini. Nitaendelea kutoa ushirikiano hata nitakapokuwa mbunge wa Uyole, nitaendelea kutoa ushirikiano kwa jimbo la Mbeya mjini. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sasa nitumie fursa hii kipekee kabisa kuishukuru familia yangu inayoongozwa na mume wangu Dr. James Andilile Mwenyekulu, lakini pia na watoto wetu. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini pia na watoto wetu. Ninawashukuru pia wazazi wetu, ndugu zetu wote, marafiki kwa ushirikiano na upendo wao. Wakati wote wamesimama nasi katika safari hii ambayo sio rahisi sana. Waheshimiwa wabunge, sisi sote tutakiane heri na afya njema. Tuendeni tukaendeshe kampeni zetu kwa ari na kujiamini, kwa sababu tumefanya kazi nzuri. Lakini pamoja na kwenda huko tukijiamini, tufuate yale maadili ambayo tunatakiwa kuwa nayo kama wabunge.
Sasa nimesema kama wabunge kwa sababu sisi tulivyokuwa tunaapa kile kiapo tuliapa kuwa wabunge. Kwa hiyo umeshaitwa mheshimiwa, ukienda huko bado ukaendelee kujiheshimu. Waheshimiwa wabunge wale wa Chama cha Mapinduzi, basi tukakipiganie Chama cha Mapinduzi kwa moyo wa dhati. Wakati huo huo, nanyi pia ambao ni kundi la walio wachache, tunawatakia kila laheri, kila mmoja katika mlango anaoenda kupita ili aweze kurejea humu ndani tena. Waheshimiwa wabunge, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu atubariki sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.